Kabla hatujaomba, kuna tukio kubwa limetukia ambalo tunalisoma katika vyombo vya habari, na hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu, amelitaja jambo hilo. Naamini kanisa kwa kutumia protokali yake litatangaza rasmi jambo hilo, na sisi sio wasemaji katika jambo hilo. Lakini sio vizuri hata kidogo sisi kama watu wa umoja tutoke humu kana kwamba hakuna jambo lililotokea, na hasa kwa kuzingatia taarifa ambayo Mheshimiwa Rais ameisema, akitoa pole nyingi kwa kanisa Katoliki hapa Tanzania, kwa waumini na watumishi, na kutoa pole nyingi kwa kanisa Katoliki kwa ujumla wake dunia nzima, kwa ajili ya kuondoka kwa kiongozi mkuu wa kanisa ambaye Mheshimiwa Rais anasema alikuwa mwalimu na alikuwa kiongozi, si kwa Wakatoliki tu, lakini kwa dunia nzima yetu yote. Na sasa hali tumesimama, tutulie kwa kitambo kifupi, kwa dakika moja, kukumbuka jambo hilo, lakini kimoyomoyo kuomba na kuliombea kanisa Katoliki katika mapito ambalo litakuwa linapita sasa. Baba, katika jina la mwanao Yesu tunakuja mbele zako kukushukuru kwa sababu sisi wote ni wa kwako na tunaishi hapa kwa mapenzi yako, na wewe unatuchukua kuturudisha kwako tunapomaliza kazi. Umefanya hayo kwa viongozi mbalimbali, na sasa kwa taarifa tulizozisikia umefanya hilo tena. Heshima, sifa na utukufu ni vya kwako, yote ni ya kwako, tunakuheshimu. Lakini Bwana, tunaomba kwa ajili ya kanisa Katoliki katika nchi yetu Tanzania na ulimwenguni mote, katika pito hili ambalo kanisa linapita, wape faraja, wape moyo mkuu kutulia, kuendelea kunia pamoja na kuangalia jinsi kanisa litakavyokwenda. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kuja kuabudu wewe. Tunaomba Bwana sasa jidhihirishe na sema nasi kwa neno lako takatifu, kwa Kristo Bwana wetu. Tukae. Haleluya, Bwana amefufuka. Msingi wa hotuba yangu ni kutoka katika Injili ya Yohana ile sura ya 20 mstari wa 1 hadi mstari wa 10, na hatutasoma somo hili kwa vile limesomwa vizuri katika injili zingine kama tulivyosikia, lakini niseme kwamba nitazungumza habari za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa siku ya Ijumaa kulingana na mafundisho ya Biblia, na alizikwa siku hiyo hiyo jioni. Bwana wetu Yesu Kristo hakukaa kaburini, alifufuka. Alifufuka alfajiri ya Jumapili, ambayo leo inajulikana kwamba ni Jumapili ya Pasaka. Lakini kubwa ambalo nataka tulitambue kwamba kusulubiwa, kufa na kuzikwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo sio nadharia, sio habari za kutunga na kusimulia,
Matukio haya yote, kusulubiwa, kufa, kuzikwa, ni matukio halisi yaliyotokea na kuingia katika historia ya dunia. Wakati Yesu anasulubiwa, anauawa, anazikwa, aliyekuwa kiongozi wa Rumi alikuwa Pontio Pilato, ambaye alihusika katika mambo yanayohusu kesi ya Yesu. Na kiongozi wa Wayahudi alikuwa Herode Antipa. Hawa ndio viongozi ambao walikuwepo na wapo katika historia ya dunia na walihusika katika tukio hili. Bwana wetu Yesu Kristo alipozikwa jioni ya Ijumaa, kaburi lake lilikuwa na ulinzi wa kipekee. Walihofu habari za wanafunzi wake kwamba wanaweza wakaja kawiba ule mwili. Kaburi lililindwa kikamilifu na viongozi na walinzi, askari shupavu wa dola la Rumi. Lakini hao askari shupavu ndio walikuwa wa kwanza, mashuhuda wa kwanza wa kuziona habari hizi za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama Injili zinavyosema, kulitokea tetemeko kubwa la ardhi, na malaika alitokea kutoka mbinguni. Mwinjilisti Yohana anasema sura yake ni kama umeme, mavazi yake ni kama theluji. Huyu malaika ndiye aliyekuja kuliviringisha lile jiwe kubwa. Tendo la tetemeko la ardhi na kumuona yule malaika kutoka mbinguni akija na utukufu wake ule wa kimbingu, walinzi waliogopa sana, walitetemeka sana, wakawa kama wafu, na Bwana Yesu akatoka kaburini akiwa hai. Haleluya! Bwana amefufuka. Injili pamoja na Injili ya Yohana inataja mashuhuda wengine ambao walishuhudia habari za Yesu kufufuka. Mshuhuda mwingine ni Mariamu Magdalene, Simoni Petro. Injili ya Yohana inazungumza na mwanafunzi mwingine. Huyo mwanafunzi hakutajwa jina. Nadhani hakupenda jitaje mwenyewe jina lake Yohana. Walipokuja kaburini, waliliona kaburi likiwa wazi na mwili wa Yesu ukiwa haupo pale kaburini. Waliona vitambaa vyake, sanda vimesongwa vinavyoashiria kulikuwa na heka pale. Bwana Yesu alitoka kaburini akiwa hai. Wale wanafunzi, kama mwinjilisti Yohana anavyozungumza, walikuwa bado mamuma, hawaelewi kilichotokea. Hawakuwa wanakumbuka maneno na ahadi za Bwana Yesu kwamba atafufuka. Wao walifikiri kwamba mwili wa Yesu umeibwa na watu, umefichwa mahali pengine, wakaondoka. Injili ya Yohana inatuonyesha Mariamu alikuwa shujaa, hakuondoka pamoja na wale wa baba ambao walipoona pale wakaondoka, na bila shaka walikwenda kujificha kwa ogopa Wayahudi, wakiogopa kwamba yaliyompata Yesu yanaweza wakati wowote yakawapata na wao. Mariamu alibakia pale kaburini akilia na kuomboleza, na kilio chake kilikuwa, nani ameiba mwili wa Bwana wangu? Nani? Malaika wakaja wakamsemesha, akafikiria watu wa bustani pale, akawauliza, ni nani amehusika na kumwondoa huyu Bwana wangu? Nionyeshe, niambie, ili niende nikamtafute, nimrudishe. Mariamu Magdalena akiwa pale analia, anaomboleza, Bwana Yesu naye pia alimtokea akamsemesha, lakini Mariamu Magdalena hakumtambua kama ni Yesu. Baadaye ukiendelea kusoma mstari wa 16 utaona Bwana Yesu alimuita Mariamu, Mariamu, na alipomuita kwa jina lake aligeuka, akamtazama, akamtambua Yesu.
alimuona Yesu, alimshuhudia Yesu akiwa hai. Mariamu kwa furaha kubwa akaita Raboni. Raboni ni neno la Kiebrania akiwa na maana mwalimu wangu. Alifurahi sana kumuona Yesu akiwa hai. Alipatwa na mshangao mkubwa. Huyo shujaa mwanamke, huyo shujaa Mariamu ndiye aliyekwenda kutoa habari kwa wanafunzi wa Yesu juu ya habari ya kuwepo kwa Yesu hai, kwamba amemuona. Baadaye Bwana Yesu alijitokeza, akawatokea wanafunzi, wakamuona. Nadhani aliyekuwa hayupo ni Tomaso tu, baadaye alitaka kumuona na yeye mwenyewe. Lakini Bwana Yesu alijua hitaji la Tomaso, na hatimaye hata Tomaso alimuona Yesu. Haleluya, Bwana amefufuka. Tukio la kufa, kuzikwa, kufufuka kwa Bwana Yesu sio nadharia, ni matukio halisi ambayo yalitokea katika historia ya dunia. Tuna mengi ya kujifunza leo juu ya tukio hili la Bwana Yesu kufufuka. Siku ya Ijumaa tulijifunza habari za kifo, Bwana Yesu kufa, na zile faida, manufaa tunayoyapata sisi wenye dhambi kwa kufa kwake. Leo hii nataka tujikite katika mambo ambayo ni baraka kubwa katika maisha yetu, ni faida kubwa katika maisha yetu kwa tendo hili la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunajua kifo cha Bwana Yesu, kufa kwake, kufufuka kwake, aliishinda dhambi na mauti. Mauti imeshindwa. Kaburi haikumzuia Yesu. Na kama alivyosema yeye mwenyewe, ni Bwana wa ufufuo na uzima, wakati akimfufua Lazaro. Na sasa kufufuka kwake, Bwana mwenyewe anashuhudia kwa tendo hili kwamba hakika ni Bwana wa ufufuo na uzima. Kaburi haikumfunika, mauti haikumweza. Amefufuka, na sisi tunaungana na Yesu kwa imani na ubatizo. Tumefufuka pamoja na Yesu. Tumekufa pamoja naye na tumefufuka pamoja na Yesu. Haleluya. Maana yake nini? Hatufi. Hatufi tena. Tumekufa mara moja pamoja na Yesu, tumefufuka pamoja na Yesu. Hiyo ni baraka ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Kinachotokea katika maisha yetu ni nini? Kinachotokea, kile wanachokiita kifo, kwetu sisi ni kulivua vazi liharibikalo ili kuvaa vazi lisiloharibika. Tumeshakufa pamoja na Yesu, tumeshafufuka pamoja na Yesu, tuna uhai ndani ya Yesu. Tunavua tu vazi, tunavaa vazi lingine. Tunahama katika maskani hii na kwenda kukaa pamoja na Yesu mbinguni. Hatufi kama wanavyokufa watu wengine wasio katika Yesu Kristo. Baraka ni nyingi na sina muda wa kuzisema baraka zote za kufufuka kwa Yesu katika maisha yetu sisi tunaomwamini. Lakini niseme kwamba ahadi zake Yesu zote alizoziahidi katika huduma yake hapa duniani, kama angekufa na kuzikwa na kupotelea, na hizo ahadi zingekuwa takataka. Zingekuwa takataka. Ahadi zote alizoziahidi Yesu zingekuwa hazina maana yoyote. Lakini kwa sababu yule aliyeahidi ahadi zote alizoahidi katika utumishi wake amefufuka, na hata kufufuka kwenyewe ni moja kati ya ahadi alizozisema, basi ahadi zake zote zimehuika na ahadi za Yesu zote ziko salama. Hiyo ni baraka mojawapo ambayo sisi waumini tunayo, kwa sababu Bwana wetu ameahidi mambo mengi mazuri kwetu sisi, na amekufa, amefufuka, ameonyesha ushindi mkubwa, na ahadi zake zote ni salama, zipo, tunanufaika nazo katika maisha yetu sisi
tunapoendelea kuishi hapa duniani. Ahadi ya wokovu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ahadi hiyo ni thabiti, ipo. Tuna wokovu ndani ya Yesu Kristo. Ahadi ya uwepo wake pamoja nasi daima, itakuwa pamoja nanyi siku zote, usiku na mchana. Unapopita katika giza nene, katika majaribu, shida mbalimbali, yuko pamoja na sisi. Tatizo sio uwepo wa Yesu. Tatizo ni sisi tunapopita katika magumu, hatufanyi kama Petro alivyofanya alipokuwa akizama. Petro alipokuwa akizama katika ziwa pale, katika bahari pale, alipiga kelele, alipiga yowe, akamwita Yesu, niokoe. Yesu akamshika mkono na Petro akawa hai, akawa salama. Yupo. Tusiangalie waganga tunapopitia matatizo. Tusiangalie watu wenye majina na uwezo mkubwa, tumtazame Yesu. Yupo pamoja nasi usiku na mchana katika maisha yetu. Yuko hai, tuna Bwana tunayemtumikia aliye hai. Ahadi ile ya Roho Mtakatifu katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 26, kwamba atamleta msaidizi, Roho wake kukaa ndani yetu, kukaa ndani ya wanafunzi. Na Roho Mtakatifu alikuja siku ya 40 baada ya Yesu kufufuka, siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anakuja, na Roho Mtakatifu anakuja anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kutuongoza, kututia nguvu, kutuimarisha, kutukumbusha maneno ya Yesu na kutupa uwezo wa kuishi kama Yesu alivyotaka, anavyofundisha katika Injili yake takatifu. Hatuwezi sisi wenyewe bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni thabiti kwa sababu aliyeiahidi amefufuka, na hii ameshaitimiza. Roho Mtakatifu yuko katika maisha yetu. Ahadi ya uzima wa milele, kwa Kiswahili cha kisasa neno la Mungu linasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi. Tunakumbuka katika Agano la Kale, mana ilishuka, wana wa Israeli waliokota, wakala, wakafa. Lakini chakula hiki ambacho ni Yesu mwenyewe, tukimla Yesu hatufi. Hatufi. Tutaendelea kuishi milele pamoja na Yesu. Na yote hii ni baraka kwa sababu Bwana wetu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ya kurudi tena mara ya pili. Atarudi tena mara ya pili. Ameahidi. Ahadi hii haijatimia, lakini kama ahadi zote alizoahidi zimetimia, na ahadi hii itatimia. Kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 14 sura ya 3, anasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitarudi tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana mfufuka ameenda mbinguni kutuandalia mahali, ili sisi baadaye twende kukaa pamoja na yeye. Kukaa pamoja na yeye mahali alipo. Wakristo tunapaswa kuishi maisha yanayoonyesha Yesu ni kweli amefufuka. Hatupaswi kuishi kiunyonge, kuishi kama watu waliopoteza. Tunapaswa kuishi kama watu wenye matumaini na Bwana wetu, kwamba yu hai. Maisha ya imani thabiti. Ufufuko wake unamthibitisha kuwa yeye ni Bwana wa uzima. Tunapaswa kuishi maisha ya toba, maisha ya utakatifu. Tunapaswa kuishi kama Bwana wetu hakika ni hai, kumwabudu, kumtumikia, maana ni hai. Warumi sura ya 6 mstari wa 4 nasema, tulipobatizwa tuliungana na kifo chake.
tukazikwa pamoja naye, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka wafu kwa kitendo kitukufu cha Baba, Kiswahili cha kisasa, sisi pia tuweze kuishi maisha mapya, tuishi maisha yanayoonyesha kwamba sisi ni wa Yesu mfufuka, maisha tofauti na maisha ya watu wa dunia hii. Kufua kwa Yesu kunatualika kuacha maisha ya dhambi na kuishi maisha mapya ya usafi, uadilifu na utii kwa Mungu. Kuishi maisha ya huduma. Yesu mfufuka anatuita kuwa watumishi, sio kutafuta vyeo, sio kutafuta sifa, sio kutafuta maslahi ya kidunia, bali sisi tuwe watu tunayetumika kama Bwana Yesu alivyotutumikia sisi, akatoa nafsi yake ikawa fidia kwa ajili ya maisha yetu, na sisi tujitoe kwa wengine. Maisha ya huduma. Tuwainue wengine kwa matendo ya huruma na matendo ya huduma. Nimalize kwa kusema kwamba tunapaswa kuishi maisha yenye mwelekeo mpya kwa kumtukuza Mungu. Mungu atubariki na Mungu alibariki neno lake. Tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu tunakushukuru sana. Tunajifunza habari ya ufufuko wako na kujivunia ushindi tunaopata katika tukio hilo. Utubariki Bwana kama kanisa kuishi kama watu wanaotambua kwamba uko hai, kukutumikia, kukupenda, kukufuata, kukutii. Tuishi tofauti kama Bwana unavyotaka sisi tuishi, tukiongozwa na Roho wako Mtakatifu aliye ndani yetu. Utubariki na kulibariki neno hili kwa Kristo Bwana wetu.